ndani mnajisikiaje viongozi wangu kama mnatangaza hapa kuoa alafu na nyie mko single? Watu. Kwa hiyo niwaalike viongozi wangu pia na hata wenye viti, mwenyekiti wa social kwa sababu ni mtani wangu tatili naye. Bwana ni mwema na wakati wote. Tumeimba wimbo namba 192, wimbo unaoitwa Mwamba Wenye Imara, wimbo ambao mtunzi wake anaitwa Thomas Hastings, wimbo ambao ulitungwa kutokana na, unajua nyimbo nyingi katika vitabu vya nyimbo vimetungwa kutokana na situation fulani zilimtokea mtu, ndo maana akatunga ule wimbo. Tunakubaliana hapo. Wimbo namba 192 umetungwa na Thomas Hastings, ambaye aliyekuwa akiwa katika kipindi cha njaa sana, akiwa ameanika nafaka zake zilizokuwa zimetandazwa katika, sijui leo tungesema ni kavero, zimewekwa pale, zimetandazwa kwa kipindi hicho, ilikuwa ni wakati wa shida sana. Baadaye anakuja, wanaibuka kundi la mijusi, wakija wanashambulia chakula chake kwenye ile sehemu ambayo ameanika Thomas Hastings. Thomas Hastings akawa kirudi, anatoka anawafukuza, wanakimbia, baadaye akiingia ndani, akirudi anawakuta wanashambulia chakula. Wakati fulani akakasirika. Ingelikuwa hata kama ni wewe ungekasirika. Kipindi ambacho chakula ni cha shida sana na amekianika kwa shida, alafu bado mijusi wanamsumbua kutafuna. Tunafahamu wanavyotafuna mbegu, kama hujawashuhudia mijusi ni wasumbufu za. Sasa anatoka nje kwa mara hii akiwa amejiandaa kupambana na mijusi, na walikuwa ni wengi, yeye ni mmoja, singaliweza kufukuzana nao wote. Thomas Hastings ghafla anafukuzana na mijusi na wanatawanyika, kila mtu anakamata njia yake. Baadaye akaona hapana, ili sinipite bure, akadili na mmoja. Amedili na mmoja, akakimbizana naye. Thomas Hastings amekimbizana naye na majasho hiyo. Yule mjusi na akaona akilini kwake, akaona hapa nitakamata. Akakimbilia ndani ya mwamba. Sasa alipokimbia ndani ya mwamba, Thomas Hastings hakuwa na option nyingine tena. Aidha sasa angeweza kuchimbua, lakini sasa hata kama angechimbua, amekimbia sehemu, amejificha kwenye mwamba huko ambako hajui hata amekimbilia wapi. Maana kulikuwa na mashimo na amekimbia, amejificha. Tunafahamu namna miamba inavyokuwa. Kwa hakuwa na option, akabaki tu, akafikiria kichwani, kumbe huyu mjusi wakati anakimbia, akili yake aliona usalama wake ni ndani ya mwamba huu peke yake. Akafikiria, ndo baada ya hapo akatunga wimbo namba 192, Mwamba Wenye Imara, kwako nitajificha. Kwa sababu ndipo ambapo mjusi usalama wake ulipopatikania. Kwa hiyo kama mjusi asingekimbilia mule, Thomas Hastings sijui kama angetunga huu wimbo, sijui, kwa sababu angemfanya marehemu. Lakini ndivyo nyimbo nyingi zilivyotungwa. Kwa hiyo wakati fulani huwa tunazimba, lakini tuwe tukifahamu asili zake pia. Lakini pia nawashukuru Calvary, wameimba wimbo mzuri sana. Zabalajadi ni wimbo ambao kimsingi ni kana kwamba umebeba somo ambalo tutaenda kujifunza siku ya leo. Kichwa cha somo kinasema majeruhi wa safari. Majeruhi wa nini? Majeruhi wa safari. Majeruhi wa nini? Basi tuombe. Baba mtakatifu, ketie mahala pa juu mbinguni, asante kwa neema yako na fadhili zako kuu ambazo umetukilimia mpaka masaa tunapoenda kujifunza maneno yako katika mchana wa leo. Tunaomba neema yako na Roho Mtakatifu akawe nasi, kwani ndivyo tuombavyo kupitia kwa Kristo Yesu, amen. Majeruhi wa safari. Wote tunafahamu tunasafiri katika ulimwengu katika namna mbalimbali. Ninafahamu pia wote ambao tumo humu ndani, kufika hapa chuoni kila mmoja amesafiri. Si ndivyo tunakubaliana hapo Kila mtu kasafiri. Wapo ambao tungewasimamisha hapa wakatoa shuhuda za namna ambayo safari yao imetoka kule Chunya akaja hapa Dodoma, atakwambia mimi ni majeruhi wa nini? Wa safari. Huenda mahali fulani alipata ajali,
ilitokea ajali, lakini yeye ndiye akapona tu kwenye ile safari. Nimezungumzia Chunya. Wenda mwingine alitoka mjini hapo, gari yake labda ikafail break mahali fulani, wenda wakaumia wengine, akabaki yeye tu, au wakabaki wachache, au hata kama hakuumia hata mmoja, lakini gari ilipinduka tu wakatoka. Sikia ajali hizo, ikapinduka gari, si imeanguka mara ngapi, lakini hakuna aliyekwisha, aliyeumia. Hao nao ni majeruhi wa nini? Wa safari. Katika maisha ya kawaida pia kuna watu ukiwasimamisha hapa pia wakatoa shuhuda zao za namna ambavyo maisha yao yamekuwa, wakianzia utotoni mpaka walipofikia hapa, wakikusimulia utasema hawa nao ni majeruhi wa safari. Kwa sababu atakwambia mimi si wenzangu waliugua wakafa wote, wakafanyeje nikabaki mwenyewe. Majeruhi wa safari. Mwingine atakwambia mimi nilikuwa mkorofi shuleni, nikafanya ukorofi, wenzangu wote walifukuzwa, nikabaki mimi mwenyewe. Majeruhi wa safari. Katika elimu pia sisi ni majeruhi sote wa safari. Kwa sababu ninapozungumza hivi kuna wengine kichwani mwao inasoma coursework ya DS. Majeruhi wa safari. Tumejeruhiwa kwa namna nyingi. Kuna wengine yani yuko hapa yani anafikiria ni kwa namna gani anaweza akajomoka. Hajaiona kozi zake, lakini kwa namna ambapo ameingia huko, alichokutana nacho huko, ndio wale wanasikia status wanakuambia ni afadhali nimetoka mzima. Wewe ni majeruhi wa nini? Kwa sababu yeye amejeruhiwa huko kwenye mtihani. Alichoshukuru tu ni kwamba ametoka salama, ni mzima kabisa. Akufia huko kwenye chumba cha mtihani, akupata labda stroke, akupata kuzimia, akafia huko, ametoka salama. Wewe ni majeruhi wa nini? Safari. Kwa katika vipengele hivyo kila mtu ni majeruhi wa safari. Ufunuo sura 7 aya kwanza. Kitabu cha Ufunuo sura ya 7 na ile kuanzia aya ya kwanza. Naomba msomaji mzuri, ningetamani Daudi Petro mahali ulipo, kama unaweza ukasogea hapa mbele. Ufunuo sura ya 7 kuanzia ile aya ya kwanza. Kitabu cha Ufunuo sura ya 7 na ile aya ya kwanza. Kitabu hiki ambacho kimeandikwa na Yohana akiwa kipindi hicho Patmo, tunafahamu ni kitabu cha unabii, ndio? Neno la Bwana linasema, anasema ndio, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi. Twende kwa vitu. Anasema baada ya hayo nikaona malaika wangapi? Watano, ndio? Wanne. Baada ya hayo nikaona malaika wangapi? Wanne wamesimama katika pembe za nini? Za dunia, ndio? Wakizizuia pepo nne. Wakizizuia au kuzikamata pepo chafu zisidhuru nini? Ndio msomaji, endelea. Upepo usivume juu ya nchi. Anasema wakazizuia zile pepo nne zisidhuru dunia, ndio? Wala juu ya bahari. Anasema wala juu ya kutano kubwa. Maana katika hali hii ya kitabu cha Ufunuo ukiona mahali ambapo anasema juu ya bahari imesimama. Unajua Yohana alikuwa ana asili ya uvuvi fulani. Kwa hiyo wakati fulani mambo yake alipokuwa akiyalinganisha, yeye alikuwa analinganisha sana na kule baharini wakati anavua. Ndio maana anakuambia usivume juu ya nini? Ya bahari. Hapa alikuwa akimaanisha kutano la watu wengi, jamii ya ulimwengu ambayo ina watu wengi. Ndicho alichokuwa akimaanisha hapa. Ndio msomaji? Wala juu ya mti wowote. Anasema wala juu ya mti wowote, ndio?
Fungu la pili, nikaona malaika mwingine. Anasema kipindi hicho malaika hao wanne wanapozuia pepo nne cha. Kumbuka hapa kuna makundi mawili ya malaika, yaani kana kwamba kuna malaika wachafu wanne na kuna malaika watakatifu wa Mungu wanne ambao wanaibuka wenyewe kuzizuia pepo hizi nne ambazo zilikuwepo awali zinazotaka kuudhuru ulimwengu. Ndio Akipanda kutoka mawingu. Sasa huyu malaika mwingine anaibuka kutoka kwenye mawingu ya jua, yaani kwa maana nyingine anatoka mbinguni. Ndio mwenye muhuri ya Mungu. Anasema mwenye muhuri wa Mungu. Ndio akawapigia kelele kwa sauti kuu. Akawapigia kelele wale malaika ndio wachafu. Ndio akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuizuru nchi. Anasema akawapigia kelele wale malaika wanne waliopewa kuudhuru ulimwengu. Ndio akisema msiizuru nchi wala bahari. Anasema msiizuru nchi wala bahari. Ndio wala miti hata tutakapokwisha kuatia muhuri watu. Anasema msiizuru nchi mpaka pale tutakapokwisha kuatia muhuri watu wa nani? Watumwa wa Mungu wetu juu ya watu wa Mungu. Ndio fungu la 4. Ndio nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika. Anasema nikasikia hesabu yao wale waliotiwa muhuri katika kipindi hicho cha kuzuia pepo. Watu wangapi? Watu 140,000. Watu 144,000. Ndio fungu la 5. Ndio wa kabila ya Yuda 12,000. Anasema wa kabila la Yuda walikuwa watu 12,000. Ndio wa kabila ya Rubeni 12,000. Anasema watu wa kabila la Rubeni walikuwa watu 12,000. Ishia hapo msomaji. Ukiona hapo inaendelea ni series ya makabila 12 ya wana wa nani? Wa Yakobo, si ndio? Ndio ambao wanaosimama kuonyesha taifa la Israeli. Sasa hii imetajwa hapa kwenye Ufunuo sura ya 7 ikiwa ni baada ya muunganiko. Tunafahamu safari ya wana wa Yakobo walivyoenda baada ya kifo cha Suleimani, yale mataifa yakagawanyika mangapi? Mawili. Kukawa na utengano katika miongoni mwa wana wa Yakobo. Kabila la Yuda na Benjamin likabaki likiwa chini ya mfalme Rehoboam, na kabila lingine lile yale 10 yakabaki chini ya Yeroboam ambaye alikuwa ni mtumishi wa ndani ya ufalme wa nani? Wa Suleiman. Tunafahamu Rehoboam alikuwa ni mwana wa kuzaliwa kabisa wa Suleiman. Sasa hiki kinakuja kutaja hapa sura ya 7, anataja akiwa ameyaunganisha kwamba tayari sasa zile tofauti zao zimekwisha, kwa sababu kwenda mbinguni sasa tutawakilishwa kwa makabila 12 ya wana wa nani? Wa Yakobo. Ndio maana mara kadhaa hata Biblia ukiangalia Ufunuo 21 amejaribu kuzungumzia namna ya milango iliyoko mbinguni. Ni milango 10 na mingapi? Kwa wakati fulani sisi tumehesabiwa kuwa na wana wa Israeli kwa sababu ya tabia zile walizokuwa nazo wana wa Israeli, na tunachokiamini milango 12 ya hiyo inayozungumziwa mbinguni, hakuna mtu ambaye ataingilia zaidi ya mlango mmoja. Yaani hiyo ndio uhalisia. Kila mtu ana lango lake kutokana na tabia, na kila mtu anafiti kutokana na tabia ya wana wa Yakobo. Bwana ni mwema. Wana wa Yakobo walikuwa wafanani. Walikuwa wafanani tabia kabisa. Kila mtu alikuwa na tabia yake. Utaniambia wote walikuwa wanashirikiana wapi, lakini kila mtu tumesoma. Kuna watu wa biology hapa. Kuna general characteristics and distinctive characteristics. Si ndivyo? Ndio. Walimu hapa. Ndio mko mnatupiga kamba kweli. Hivyo kama mnatupiga kamba mko mnatuambia kweli. Distinctive characteristics is kingdom animalia, is ana vertebrate, mimi nasoma kodi sasa. Kwa hiyo kila mtu walikuwa na tabia zilizokuwa zinafanana ambazo tungezungumzia ni general characteristics, lakini kila mtu alikuwa na tabia yake ya kipekee. Kila mtu hapa, wewe unayenitazama wewe, ili kuingia mbinguni lazima ufiti katika kabila moja wapo. Yaani either wewe unayeniangalia unaweza ukawa unafiti katika kabila la Ruben, au unafiti katika kabila la Isakari au Benjamini au Yuda. Wewe unajua kabila lako ni lipi?
Bwana ni mwema na wakati wote. Unajua kabila lako ni lipi? Mimi baada ya kusoma niligundua kabila langu naingilia lango la Isakari. Bwana ni mwema. Na wakati nimesema 144, najiuliza hivi, lakini si Mungu ni wale mara nyingi. Sasa kama ile hoja, unajua shetani wakati anatoka mbinguni alisema ya kwanza Mungu ni dikteta. Hiyo ni sifa ya kwanza, kwamba anahitaji kuabudiwa kila kitu yeye. Sasa nikajiuliza kama 144 hivi, kama Mungu anajua kabisa namba ni 144, sasa hichi anachosema. Baada ya kuona hapo malaika mmoja akisimama kuzuia pepo 12 pepo 4 zile zisivume juu ya ulimwengu ambao yeye amekuja na muhuri. Tunaona Danieli sura 12 aya ya kwanza, ndio anasemaje? Kitabu cha Danieli 12 mstari wa kwanza. Ndio neno la Bwana linasema, ndio wakati huko Mikaeli atasimama. Anasema wakati huo Mikaeli, wengi tunaamini Mikaeli ni Kristo, ndio jemedari mkuu. Anasema jemedari mkuu wa upande wa Mungu atasimama, ndio asimamaye upande wa anasema asimamaye upande wa wana wa nani? Wa wana watu wako. Asimamaye upande wa wana wa nani? Wa watu wako. Ndio. Na kutakuwa na wakati wa taabu. Anasema kipindi hicho kutakuwa na wakati wa taabu, ndio mfano wake hautakuwepo tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, ndio. Na wakati huo watu hao wataokolewa. Anasema lakini licha ya kuwa na taabu hiyo, watu wa Mungu watafanyaje? Wataokolewa. Ishia hapo msomaji. Wakati huo Mikaeli, na ndio maana katika maisha wakati ambapo huwa unafikia mahali unakata tamaa sana, ndipo wakati ambapo Mikaeli, yani kwa maana nyingine Kristo au Roho wa Mungu anasimama, anakuja, anakutia moyo. Na ndivyo itakavyokuwa wakati huo, baada ya majeruhi hawa kuwa wamejeruhiwa kwa viwango vikubwa sana. Mikaeli anasimama, yeye kama jemedari mkuu asimamaye katika upande wa wana wa Mungu, akisimama anasema kutakuwa na wakati wa taabu sana, ambao mfano wake haukuwahi kutokea au kuwahi kuwepo toka kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Lakini neno la faraja watu wa Mungu wanafanyaje? Lakini neno la faraja, kutakuwa na majeruhi wa safari. Kwa hiyo watu watapitia taabu kubwa, lakini wataokolewa katika maisha. Katika taabu unayoipitia wewe sasa, amini Mungu atakuondoa katika taabu hiyo. Hata kama unawaza wewe ni mwaka wangapi, unawaza sijui utaongeza mwaka, Mungu atasimama na wewe. Mara kadhaa tulifikia mahala katika upeo wa mwanadamu tukaona kana kwamba sasa hakuna option nyingine, ndipo wakati ambapo Mikaeli ambaye ni Kristo anasimama, anatutia faraja na hatimaye tunashinda. Na ndio maana tusingalikuwa hivyo, watu wasingekuwa na shuhuda anakuja mbele hapa. Kwa hiyo usilione hilo tatizo la kwako ni kubwa sana. Mikaeli yupo, atatupigania wakati wa taabu. Yeye mtegemee, yeye atasimama na wewe na utatoka katika shida yako. Bwana ni mwema. Haijalishi unapitia yaliyo mangapi. Ninafahamu kuna wengine wanazungumzia hapa, mwingine anaweza akawa ananiangalia hapa, ni kwamba asubuhi tu ametoka kusoma kesi ya mahusiano yake, alikuwa anakaribia kuacha. Bwana atasimama na wewe. Wale ambao wanaachaga wenyewe wanaka shida, yaani wenyewe si wanaacha bana, wanaachwa sasa, afu uache ukiwa unapenda. Kwa hiyo wakati huo unaopitia huo wa kukataliwa huo ni wakati ambapo Mikaeli atasimama, atakutafutia mtu sahihi. Wakati fulani unajua kwenye mahusiano, ukiwa unaona mtu anataka kukuacha, tunang'ang'ana kana kwamba tunaona watu wameisha duniani. Kumbe Mungu anataka tu akuondolee huyo ulionaye. Unajua kuna wakati fulani ani sawa na ile sentence unasikia eti wanaume wote ni mbwa. Wewe ulikutana na mbwa wako tu huyo. Wewe
ulikutana na kashetani kako kadogo tu, wewe usije ukasema tu wanaume wote ni shetani. Kuna wenzako wana enjoy. Yaani kuna wenzako asubuhi si good morning baby. Yaani maisha mazuri kabisa, wenzako wananenepa. Kwa sio ukasema wanaume wote ni mbwa. Au mwingine akasema si wanawake wote si nini, si kwa sababu si nini, magombo mengi. Wewe sema ulikutana na wakwako, kashetani kako kadogo ulikutana nako. Kwa wakati fulani tunahisi kuachwa, wakati wa taabu sana. Wengine mpaka tunafikia mahali na kata tamaa, mwingine mpaka anataka kujua. Unajua wa nini? Wanaume wapo 2.2 billion duniani. Makadirio ya chini minimum. Kwa hiyo wakati wa taabu unaofikia, wewe tutakuita tu majeruhi wa safari, kwa sababu ipo siku utasimama hapa utatuambia mimi nilikutana kashetani kangu ka kwanza kakaniacha kwa sababu kalikuwa kana chiti. Utatuambia kale ka pili nikutana nako kalikuwa sini kalikuwa kanataka nifanye hivi na hivi na hivi nikaachana. Ni shuhuda. Baada ya hapo umejifunza vitu vingi, baadaye tukutana mbinguni ni majeruhi wa safari. Hiyo ndio dhiki kuu. Unafikiri ni ipi? Hicho kipindi ambacho unaumia kuliko kipindi chochote cha maisha yako, hiyo ndio dhiki ambapo Mikaeli atasimama katika upande wako. Wakati fulani usije ukatishika sana. Yaani unajua tukikaribia kwa watu unahisi kana kwamba utapata mtu mwingine kwamba yeye ndio mwenyewe duniani. Fikiria tu, kwani yeye ndio mwenyewe duniani? Ingawa migogoro huwa ipo. Jamani, fundishi mahusiano hapa. Lakini kipindi hicho usije ukakata tamaa. Maamuzi ya kujiua mimi naona ni maamuzi. Ni wangapi wamepitia? Kuna watu ukiwakamata wale ambao wameoana, mwingine atakwambia mpaka wewe umeolewa na huyu umepitia wangapi? Anakwambia nimekutana nao 7 au 7 mliachanaje, atakwambia mengine labda ni mistake zake mwenyewe au mwalikutana na vishetani vingine vikamuacha. Kwa hiyo kuna shida kila mahali. Mungu unajua Mungu ana njia maelfu za kumwokoa mtu. Naamini ni kwamba njia hatuwezi kufanana. Mwingine kapangiwa tu akutane na mtu mmoja afunge naye ndoa. Mwingine apangiwa kukutana na watu 9. Aachane nao wote, wa 10 ndio amuoe au aolewe naye. Kwa hiyo wewe ukiwa unaona mambo unasofu yanashindikana, wewe amini bado wako wanakuja tu. Lakini katika kipindi ambacho masomo pia, wakati huu ambapo tunahisi kukata tamaa, wengine nimekutana na kesi katikati hapa, watu wengine wakiwa wanafikiria sana mambo ya usajili, yani kana kwamba amekosa tumaini kabisa. Jamaa wangu mmoja tukiwa naye group moja akaniambia, mimi nafikiria sina hata thamani, ninafikiria kujua. Kama nifuata nazungumza naye, nikamwambia hapana, bado unalo tumaini kubwa sana. Wakati fulani usifikirie option, nafikiriaje ya kujua, simple hivyo. Ufuoni kuna vitu vingi. Ugali mishikaki hisi unaangalia vitu, unajiuaje? Ni tabu tu unaipitia. Lakini usifikirie option ya kujiua. Mungu bado yuko na wewe. Na wakati ambao nimezungumza naye nikamshauri zile option, alienda akafanikiwa. Sasa baadaye aliporudi nikamwambia, uko unafikiria kujiua nini ndugu yangu? Ungeacha hivi vitu vyote. Kula mayai yale ya kefu ungeacha kabisa. Okay, tuzungumzie basi matunda. Ufunuo sura ya 14 aya ya kwanza. Ufunuo sura ya 14 na ile aya ya kwanza, ndio msomaji. Neno la Bwana linasema. Anasema neno la Mungu linasemaje? Kisha nikaona. Anasema kisha nikaona, ndio. Natazama. Anasema natazama. Kisha nikaona natazama. Huyo ni Yohana akiwa Patmo. Anasemaje? Ameona na anatazama, ndio. Ameona nini Yohana? Natazama huyo mwanakondoo. Anasema mwanakondoo. Huku kwenye Danieli ametutajia Mikaeli ambaye ni jemedari mkuu asimamaye kwenye upande wa wana wa Mungu, lakini huku anatuambia ni mwanakondoo. Sote tunafahamu mwanakondoo ni nani? Ni Kristo pekee mwenyewe, ndio. Amesimama juu ya mlima Sayuni. Anasema amesimama juu ya mlima nini? Sayuni. Anasema juu ya mlima Sayuni.
mlima ambao unaonekana ni mlima wa utakatifu, ndio. Na watu 144, anasema na watu 144,000 wamesimama pamoja naye. Yaani hao watu tayari wamekwisha kupitia, kwa sababu kwenye Ufunuo sura ya 7 amekwisha kuzungumzia ndio waliopitia gharika kuu ya ulimwengu, wakaokolewa hao watu 144,000, ikiwa ni hesabu yetu ya mfano ya watu hao waliookolewa. Unajua hii 144,000 imetoka wapi? Ukiangalia kuanzia fungu la 5 mpaka la 8 ametaja makabila 12. 12 zidisha mara 12 sawa na 144. Chukua kalkuleta kuangalia 12 mara 12 100 na ngapi? Ilikuwa hesabu ya mfano ambayo hii ikimaanisha kila mtu ana nafasi sawa ya kwenda mbinguni. Tuendelee, soma fungu la 9 la Ufunuo sura ya 7. Ufunuo sura ya 7 fungu na ile aya ya 9. Ufunuo sura ya 7 ndio neno la Bwana linasema. Anasema neno la Bwana linasema baada ya hayo anasema baada ya hayo yote, baada ya gharika kubwa hiyo ya ulimwengu, ndio. Baada ya hayo nikaona na tazama, anasema nikaona na tazama, ndio. Nikaona mkutano mkubwa sana. Anasema nikaona na tazama mkutano mkubwa namna gani? Wa watu 7 ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Hapana mtu awezaye kufanyaje? Kuhesabu. Sasa kama ulikuwa unasema na 44, hii chini Biblia inapingana. Anasema baada ya hiyo gharika nikaona na tazama mkutano mkubwa sana. Huyo ni Yohana anaona hapana mtu awezaye kuhesabu. Kumbe watu wa kwenda mbinguni ni wengi na hawahesabiki. Wewe uliye hapa unanitazama, unayo nafasi ya kuwa majeruhi wa safari, kwa sababu unayo nafasi ya kuingia wapi? Mbinguni. Mikaeli bado anasimama katika upande wetu, ndio. Watu wa kabila, anasema watu wa kabila, watu wa kila taifa. Anasema watu wa kila taifa, wa China, wa Tanzania, wa Kenya, ndio. Na kabila na jamaa. Anasema na kabila na jamaa, Mjita, Mkulia, Mjaluo, Simnyia, Mndali, wote wamesimama, ndio. Na lugha wamesimama mbele ya kiti. Anasema wote wamesimama mbele ya kiti cha enzi cha nani? Na mbele za mwana kondoo. Anasema mbele za mwana kondoo ambaye ametajwa katika Ufunuo sura ya 14 aya ya 1, na wote tukasadiki tukasema ni Kristo, ndio. Wamevikwa mavazi. Anasema wamevikwa mavazi mekundu, meupe. Wamevikwa mavazi mangapi? Meupe, ndio. Wana matawi ya... Anasema wana matawi ya mitende. Ni nini? Wana matawi ya mitende mikononi mwao, sio mapera. Anasema nao wana matawi ya mitende mikononi mwao, ndio. Fungu la 10. Ishia hapo kwanza. Baada ya hayo nikaona na tazama kutano kubwa ambalo hakuna mtu awezaye kulihesabu. Watu wa kila taifa, kabila, lugha na jamaa na rangi zote wakiwa wamesimama mbele ya kiti cha enzi, wakiwa wamevaa mavazi meupe. Mavazi meupe hayo yalimaanisha wakiwa wamefua dhambi zao ndani ya damu ya Yesu Kristo. Kwa maana nyingine hawana tena udhalimu, wakiwa wamesafishwa na damu. Kwa maana nyingine hawana tena dhambi, wakiwa wanaingia wapi? Mbinguni, ndio. Na baada ya hapo anaonekana wakiwa wameshikilia mitende. Alama ya mitende tunaifahamu. Kristo wakati akiwa duniani, tunaona wakati wa punda ule watu walikuwa wakipeperusha mitende. Tunaelewana vizuri? Bwana ni mwema. Hawa watu ambao ni majeruhi wa safari. Endelea msomaji. Mstari wa 10. Mstari wa 10, ndio. Mstari wa 10, neno la Bwana nasema, ndio. Wakilia kwa sauti kuu wakisema. Anasema watu walikuwa wakilia kwa sauti wakisema, hao majeruhi wa safari sasa, ndio. Wokovu una Mungu wetu aketie. Anasema wokovu una Mungu wetu aketie juu mbinguni, ndio. Na mwana kondoo. Anasema na mwana kondoo. Nisomea aya 13 na 14, ndio.
Akajibu mmoja wa anasema akajibu. Sasa hao wazee wanaulizana kuanzia kwenye aya ya 12, wanaulizana watu waliovaa mavazi meupe ni wakina nani? Mzee mmoja anatokea anajibu, hao wazee wa mbinguni. Wanaulizana baada ya kuliona kutano kubwa sana, majeruhi ambao wamejeruhiwa kwa namna nyingi duniani, wamevaa mavazi meupe. Wazee wanaulizana, anajibu mzee mwingine anasemaje? Akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe? Sasa wanaulizana waliovikwa mavazi meupe ni wakina nani? Ndio. Na wametoka wapi? Na wametoka wapi? Ndio. Aya 14, nikamwambia, ndio. Bwana wangu wajua wewe. Anasema Bwana wangu wajua wewe. Ndio. Akaniambia, ndio. Hao ndio wanatoka katika ziki. Anasema hao ndio waliojeruhiwa kutoka kwenye safari ile kubwa ya ulimwengu. Ndio. Nao wamefua mavazi yao. Nao wamekubali damu ya Yesu Kristo na kuyafua mavazi yao na wakawa weupe. Kwa maana nyingine hawana dhambi tena wala doa lingine. Ndio. Na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Ndio. Mungu 15. Ndio. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi. Anasema kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Ndio. Hawa majeruhi sasa. Nao wanamtumikia. Nenda Danieli 12, rudi Danieli 12 aya ya 2 na ya 3, kisha tutafungia. Danieli 12 aya ya 2 na ya 3. Ndio. Aya ya 2 na ya 3. Majeruhi wa safari. Neno la Bwana linasema. Neno la Mungu linasemaje? Na walio na hekima watang'aa. Anasema na walio na hekima watang'aa. Hao walioamua kuitumia hekima yao katika upande wa Mungu nao watang'aa huko mbinguni. Hapo ukiangalia ni mtiririko, akimaliza kuzungumzia namna Mikaeli ambaye amekuja kusimama katika upande wetu akitutoa kwenye dhiki ile. Kisha anasema nao wenye hekima ya kuchagua. Kwa maana nyingine nao watang'aa. Ndio. Watang'aa kama mwangaza wa anga. Anasema watang'aa kama mwangaza wa anga. Angalia mwangaza wa anga ulivyo. Ndio. Na hao waongozao wengi. Anasema na hao waongozao wengine kutenda haki, wale ambao tumesimama kuwatafuta watu wengine kwa namna nyingine, ambao tulitoa fedha, tulitoa namna yoyote, maoni, tulitoa kila mchango aina yoyote ile, kuwatafuta na kuokoa wengine kutoka kule kwenye dhiki ya ulimwengu ambayo imeichanganya ulimwengu na kuondoa kwenye shida mbalimbali. Hao nao watang'aa namna gani? Watang'aa kama nyota milele na milele. Anasema watang'aa kama nyota milele na milele. Ndio. Fungu la 4. Ndio. Lakini wewe Danieli. Lakini anasema ewe Danieli, ishia hao ambao wameshughulika kwa kazi ya Mungu nao ni miongoni mwa watu waliotajwa kwenye Ufunuo. Hao ambao wanaonekana ni miongoni mwa kutano kubwa ambao linafika mbinguni, ambao limejeruhiwa kutokana na shida mbalimbali za ulimwengu. Ingawaje tulipitia hatua ngumu za kiuchumi, lakini bado tukatoa michango yetu na fedha zetu kuwasaidia walio masikini, kuwasaidia watu wengine waokolewe kutoka kwenye dhambi. Hao watang'aa kama nyota. Bwana ni mwema. Habari njema kabisa. Wakati fulani wengine tumehisi kana kwamba labda tukitoa, watu wengine wametudhihaki ulimwenguni wakasema mnamtolea Mungu mwenyewe ambaye mumuone, lakini Mungu ametoa ahadi yake, anasema tutang'aa kama nyota. Sisi tulio majeruhi wa safari, licha ya kujeruhiwa na kipindi kigumu cha uchumi, maisha, elimu, mwisho wa siku lipo tumaini. Kwa hiyo katika shida unayoipitia kuna tumaini, lipo tumaini. Mikaeli hajatuacha, na mwisho wa siku baada ya kuokolewa kutoka kwenye hizi shida za kozwe na yuisi na mambo mengi ya chuo, siku sapu, siku keli, tumaini la mwisho tutamwona Kristo wapi? Pale wapi? Tukiwa kutano kubwa la watu wengi ambalo halina hesabu kamili, ambalo kila mtu ana nafasi, kwa sababu tumeona
kila mtu wa kila lugha, wa kila jamaa, akiwa ni Mchina, si Marekani, mzungu, kila mtu ana nafasi ya kwenda mbinguni. Ni juhudi zangu za mimi na wewe, kwa sababu wamesema hawa wameafua mavazi yao ndani ya mwana kondoo. Wale ambao pia tumejeruhiwa sana na mahusiano, kana kwamba muda fulani tukahisi tunahitaji kukaa single kabisa kwenye maisha yetu, hawa nao watakuwa na faraja kuu, kwa maana Mikaeli atasimama nao, na tutaonana nao wapi? Huyu habari njema, huyu aliyekuacha katika wakati na sintofahamu pia, ambayo hukuijua pia, naye tutaonana naye wapi? Mbinguni. Endelea kumwombea. Kuachana sio ugomvi. Bwana asifiwe. Bwana ni mwema. Majeruhi wa safari, sisi wote ni majeruhi, tumejeruhiwa kwa namna nyingi sana. Wakati fulani tumesimama hapa tunahitaji maneno ya faraja, lakini neno ambalo naweza nikakwambia, Mungu yuko pamoja nasi. Mikaeli mwana kondoo, yeye